Naomba kila aliyekuwa na moyo wa huruma na moyo wa upendo aendelee kunisaidia tena nione jinsi ndajiendelesha kimaisha kupitia duka hii na kupitia mahali watoto wanalala, sababu nyumba imebomoka. Niko naogopa hata nyumba kiwaangukia au wanaweza pata madhara nyingi ya vifo ndani. Ujambo mpenda mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chako Sauti za Wakimbizi zinazoletwa nami Esther Shebabu. Chris Santos anakuwa anashikilia kamera, na leo hii tuko Kakuma 3 Block 2 Zone 5. Ndio tunakuwa tunapatikana huko ambako tumeona mvua imefanya madhara makubwa, kurusha paa za nyumba mbalimbali. Lakini kwa siku ya leo, unaamini maisha ya mkimbizi yatakuwaje ikiwa paa zake zinaruka? Karibu sana pamoja kwa video hii, utafahamu namna gisi matokeo yalivyo. Tunatembelea eneo moja hii ambao tutajua mawili matatu. Karibu mpenda mtazamaji, Beyond Borders Podcast Connect, tunakuwa tunakuletea tena mara nyingine kipindi chako kipendacho Sauti ya Mkimbizi, ambacho kinakuwa kinaletwa nami Esther Shebabu. Na kama gisi unavyoona ni miongoni mwa maeneo ambayo imeathirika kabisa. Tumekuta mama hapa eneo la tukio. Mama, ni jambo? Jambo sana. Utajifahamisha? Kwa majina ni Matendo Nzika, mimi nakaa Kakuma 3 Zone 2 Block 5. Hapa ni nyumbani, niko mahali ya duka iliruka na upepo. Hivi watutereke vitu tuko tunavitoa sababu mabati iliruka. Na hapa mimi nakaa peke yangu na watoto 7. Asanteni. Wale watoto wote ni wako? Hao watoto wote si wangu, 3 ni wangu, 4 hawana baba na hawana mama, na mimi ndio nakaa nao hapa. Hii kwa gisi duka yako imeruka, sijui maisha yako inakuaje siku hizi? Siku hizi maisha ni mbaya, sababu mwe duka yangu nilikuwa nauza unga chapate, unga ugali na unga ya njugu kama hii mnaona hapa. Nilikuwa na gunia humu ya hii unga yote lilowana humu, sukari lilowana, unga chapate lilowana. Ilionekana kabisa madhara sana ya kuomba kwa vitu. Maisha yenu yanaendeleaje kwa sasa? Makao yenu ya kuishi ndio hii imeruka, mnaishi aje? Hapa tunaishi vibaya sababu mvua ikinyesha hapo watoto wanaroana na wingi wa malaria tena na kuwa pia wanaumwa na umbu usiku mzima. Maisha tu iko mbaya sana. Na kwa sasa watoto wenyewe wako wapi? Watoto tuko nao hapa, wamoja hawa na wengine wanalala tu ndani kwa nyumba. Ni hivyo ndio tuko. Nini basi ombi yako kwa siku ya leo? Mimi kama ombi naweza omba kila aliyekuwa na moyo wa huruma na moyo wa upendo aendelee kunisaidia tena nione jinsi ndajiendelesha kimaisha kupitia duka hii na kupitia mahali watoto wanalala, sababu nyumba imebomoka. Niko naogopa hata nyumba kiwaangukia au wanaweza pata madhara nyingi ya vifo ndani. Ikiwa mtu anaweza kuwa na msaada wote, nambari zako ni gani? Nakuwa na nambari ya simu, natumia 0112060335. Kwa siku yako leo tunashukuru, tena pole kwa hii ajali. Asanteni sana, pia mimi nashukuru kwa kuja kunivisit na kuangalia hali ambayo mimi naishi hapa pamoja na watoto. Wali ni mtamu kwa msiba mwenzio, lakini kama ni kwako ni magumu kabisa. Na kwa mtindo huo tunahitimisha kipindi chetu Sauti za Wakimbizi, ambao unaona majira halisi kabisa namna gisi nyumba zinapaa hapa Kakuma 3. Na miongoni mwa nyumba hizi ni ya mama Matendo ambaye anaishi na watoto ambao sasa ni mayatima, mwengi wao vile vile ni vilema. Umeona namna gisi hali halisi anakuwa anaishi sasa. Mimi ni Esther Shebabu, Chris Santos anakuwa nyuma ya kamera. Kwa kutembelea eneo hii, tembelea Kakuma 3 Block 2 Zone 5, utakuwa unampata bila shaka. Kwa habari zote za Kakuma usikose kutembelea, utakuwa unafaidika zaidi. Tukutane kwa video zingine, bye bye.